Sawa. Niambie kule kama amekufanya chochote niambie. Namuua. Karibuni sana vijana. Mtendaji nimekuja kuleta kesi. Ndio. Kuhusu kudhalilishwa kwa dada yangu. Kwa kweli huyu kijana JJ amefanya kitendo kibaya sana ndani. Nifanye nini JJ? JJ anataka kumbaka dada yangu. Kubaka? Ndio. JJ huyu? JJ huyu. Ilikuwaje? Mimi nilikuwa naendelea shughuli zangu kule bondeni kama kawaida, shughuli zangu ambazo ninazofanya za kilimo. Sasa dada yangu alipojaribu kupanda juu kuja kutafuta mahitaji, ndo amekutana na kijana JJ na akimlazimisha kutaka kufanya naye mapenzi. Ndipo nilipowahi mapema. Sasa kitu ambacho ninachojiuliza mimi, anaitazama vipi familia yangu? Unajua, mtendaji, bora vitu vyote mtu amefanya lakini sio kuhusu dada yangu. Hili ndio jicho langu mimi. Huyu JJ inaelekea na matukio ya ajabu sana. Maki nasikia taarifa zake huku kijiji cha Ungwana kitongoji anasumbua sana JJ. Sasa hebu kijana njoo kwanza niangalie. Unaitwa nani? Rose, njoo niangalie matukio. Naumia sana. Amemdhalilisha sana. Tazama alivyoniumiza. JJ kijana mbaya sana. Pole sana. Pole. Sasa nitamwandikia Summons wetu ili aje ripoti hapa ofisini. Na nahakikisha JJ lazima nikamwangamize. Na hakikisha matukio ya ubakaji yanafutika kabisa katika kijiji changu na kitongoji kizima. Sana mtendaji. JJ mtu gani huyu? Sasa hii Summons nenda kampe mgambo amfikishie. Kwa sababu ukimpa wewe atasema mimi sikupata sawa. Sawa. Ili nenda kampa mgambo akampe, na kama hakuja basi hatua stahiki za kukamata zitachukuliwa na kufikishwa mahakamani. Sawa. Tutahakikisha tutamwangamiza JJ. Tashukuru sana. Tashukuru sana mtendaji. Haya sana. Sawa. Rose, pole sana. Tunashughulikia. Vijana, hebu rudi mahali. Sasa vijana wangu, tuseme nipige japo 10,000 tu vijana. Nihakikishe mimi JJ unimwangamize. 10,000 tu vijana. Mtendaji, kwa kweli sina hata senti. 10,000. Angalia na tukio lenyewe kijana. Amebakwa. Nilitaka JJ nimwangamize. Nifanye kila mbinu akao mimi niandike hati zote za uongo ni kumkandamiza JJ akafungwe. Bila kuongezea mambo yangu JJ inakuwa si vizuri. Nataka nikomeshe kabisa haya matendo katika kijiji changu. 10,000 vijana wangu. Hawa mtendaji, lakini sina hata senti. Hiyo kula yangu ndio ni aliyosumbua. Sina. Nenda wewe. Wewe unafanya kazi bila kupata kazi. Shangazi. Karibu. Basi, shikamoo. Marahaba. Shia. Shangazi na tatizo. Rose nataka kubaka. Shangazi. Wewe si shangazi yangu. Rose nataka kubaka na huyu kijana hapa kijijini. Anaitwa JJ. Hivyo nikaamua kumpeleka kwa mwenyekiti. Hivyo mwenyekiti ameniandikia barua nimpeleke kwa mambo ya kijiji. Lakini mwenyekiti anahitaji pesa.
Na mimi pesa sina. Hivyo nimekufuata hapa shangazi yangu. Mimi ninapofahamu mimi kwa Kaleza hapa karibuni. Katika zile kodi za majumba za baba. Kwa tayari pesa hata ipo walau hata kidogo. Mambo nipatie. Unajua Gabi unakuwa mpumbavu kama ilikuwa marehemu babako. Ameacha kupilisishani nyinyi mali na kutukabidhi sisi. Sasa nani? Lakini kesho na jana. Kesho wanashughuli kwao kwa kuja. Na isitoshe mbona nyumba? Takana kimadirisha, milango nini? Ndio kazi ya pesa yangu. Sio kwa kumba. Shangazi. Ndio tunataka. Nimepokea barua. Ndio. Nimeambiwa anahitajika. Wewe ndo bwana Jeje? Ndio. Wewe bwana una shtaka la kosa la ubakaji. Umebaka. Ndicho kilichokuta katika ofisi yangu. Hapana. Jambo hilo si la kweli. Ndio hivyo unatukia si ubakaji. Maana Rosi amekuja hapa na kaka yake ana michubuko mwilini, kichwani, ule michubuko vibaya wakati mnaguruzana huko kwa kutaka kumbaka. Na imetaja jina JJ, ndio nataka kumbaka. Sasa unakataa hivi bwana JJ? Kesi mbaya sana kwako JJ. Sasa mtendaji, utanisaidia juu ya hili. Ndugu yangu, swala hili ni gumu kwa sababu kumbuka wale watoto wa mjini wana sheria kila aina. Kule zetu wana mitandao. Sasa kumbuka kijana ushaoa. Hapana. Una mtoto. Hapana, sijabarikiwa. Utaenda kufungwa JJ. Miaka 30 unaondoka hii. Kinachotakiwa hapa ni kuniandalia fungu. Hata fungu mimi nakuchezeshea. Lakini sio kesi mchezo hii. Tuseme ile fungu kama bengani mtendaji. Wewe bwana JJ andaa fungu. Wewe andaa fungu la kutosha, mimi nakuchezeshea mchezo huu unatoka. Kwa sababu bwana JJ kumbuka yule unataka kuja kupambana naye. Jamaa anajua sheria, yuko vizuri. Unaona katika statement kesi zao hapa alipokuja. Wako vizuri. Naondoka JJ. Nakwambia kweli ndugu wangu. Kifumu nijue nifanyeje nikutetee issue. Kesi nzito ya ubakaji. Ni miaka 30, haina mjadala. Sawa mzee mtendaji. Kwa sababu kwa sasa hivi hapa sijatembea na yeye. Ungeniachia namba zako ili niweze kukutumia kwenye simu. Haina shida. Yes. Nashukuru sana mtendaji. Sasa JJ, nakuomba nikisikia issue hii imevuja, hakikisha mimi nitakuangamiza, nitakuandikia taarifa mbaya kweli. Naomba iwe siri JJ. Hii sio mchezo. Hapa tunafanya kibarua petu. Akisikia Magufuli nimeligonga hivi. Bwana. Nashukuru sana. Niachie. Sawa. Sawa. Bwana Makuu. Karibu sana. Tabeza sisi salama. Habari bwana. Mzuri. Karibu sana. Sasa mtendaji. Ndio. Mimi nimekuja kwa jambo moja tu. Swala la binti yangu Rozi, swala kisa ubakaji. Eti ofisini kwako umefikia wapi? Bwana Makulonga, kesi ile bwana ni mbaya sana. Kesi ile inaonyesha bwana JJ amembaka yule binti Rozi, kwa sababu alipokuja ofisini kwangu kufungua statement yao ile kesi
Na nilipojaribu kumkagua yule binti nimemkuta na mikuruzu mikubwa sana, mingi sana mwilini. Kwa hiyo inaonekana yule bwana kama alikuwa anashindana naye kwa ajili ya kutaka kufanya kile kitendo. Kwa hiyo bwana, kesi ni mbaya bwana Makulunga. Na vinginevyo bwana Jeje anaweza akaondoka miaka 30. Unajua tena bwana, hali mbaya sio nzuri. Sasa mtendaji, mimi nimekuja kwako. Nimeshindwa kuja ofisini mama moja mbele kwako tuongee. Sihitaji Jeje afungwe. Bali jitahidi kila njia. Kaka yake alileta hapa Rose Gabi ndio afungwe. Sawa. Sasa itawezekana vipi wakati inaonekana kwamba yule bwana Gabi amemleta dada yake pale, kwamba yeye dada yake amebaka. Sasa leo ibadilishe statement kesi kwamba Gabi amembaka dada yake. Hebu angalia bwana Makulunga, wewe ni rafiki yangu, lakini angalia hali inakuaje, watanielewa vipi mwana kijiji bwana? Mtendaji, usitafute sifa kwenye kazi. Unahitaji fedha, unahitaji fedha. Kaka, hakuna anayokataa fedha bwana. Labda sasa nikwambie, wewe umekuja hapa unasemaje? Wewe ni rafiki yangu, unasemaje? Kwa sababu gani? Issue isa kuanzia. Hiyo ndio kiume. Kuja kwangu mimi nimekuja kiume. Na ndio maana nimeshoka kuja ofisini kuja nyumbani kwako. Kama utaweza kunifungia mtu Gabi milioni 1 kwa kwangu. Serious? Serious. Sasa bwana kweli. Sasa ngoja nikwambie, hiyo vitu lazima, lakini kunihesabia pesa mkononi. Nikupe account namba yangu au nikupe namba yangu ya simu. Kwa sababu zama hizi za Magufuli kaka zito si nzuri. Akikukamata huna kazi, hakuna kuundia tume wala nini unaondoka kazi. Unajua tena. Mtendaji, ondoa hofu kwa swala Magufuli. Mimi sikuja kijinga. Na si jambo la kwanza hili. Nithibitishie mtoto huyu afungwe. Swala lako tutapata bila tatizo. Hakuna na ushirikana chini ya jua bwana Makulunga. Hiyo linawezekana. Na mimi nakuthibitishia nitabadilisha mchezo mzima kesi hii pamoja. Kwa sababu nitaandika hivi. Kwamba bwana JJ anachukiwa sana katika kijiji chao cha Mvua, hasa kile kitongoji. Kwa hiyo wanakijiji kwa ajili ya chuki zao binafsi, kwa ajili ya maendeleo ya yule kijana, wameamua kufanyia fitina, chuki hiyo mbaya yako tupata ili wamwangamize bwana JJ. Sasa wameamua kumtumia huyo dada na bwana Gabi ionekane kwamba JJ amefanya kitendo hiki. Kumbe Gabi amemchana dada yake ili ionekane amebakwa na bwana JJ. Hakuna tatizo, mimi nikigonga muri tumemaliza kazi kaka. Na bahati nzuri kituoni mimi namaliza, na mahakamani kule mimi namaliza. Yaani bwana Makulunga usiwe na shaka kwa hilo. Mtendaji, ndio nikaitaka hiyo. Haina shida. Hiyo ndio naitaka. Fanya kazi, mimi nitakusaidia kwa hiyo. Haina shida. Sasa kaka. Mtendaji, hapo nilipotaka mimi. Na kuahidi fedha iko kwangu, na kwanza sasa naondoka. Swala lako likamilika, naomba usimamie swala hili. Sasa Makulunga, mimi nikuombe kaka siri. Mimi Haya baba. Kwela ngapi? Kwa ndugu yangu, nikuachie jukumu hilo ulikamilishe. Bwana mimi nashukuru. Mimi nakuaga. Nashukuru Samahani sana. kwa Nakuamini bwana. Sawa. Nakuomba iwe siri. Hakuna tatizo. Nchi mbaya kaka. Hakuna tatizo. Haya bwana. Haya. Asante sana. Asante. Ulaji huo. Bwana Gabi, na bwana JJ, nadhani mmewacheni katika ofisi yangu kuhusu swala la ubakaji. Kwa hiyo bwana Gabi, ndani ya ofisi yangu katika upelelezi unaonekana bwana JJ hana hatia ya ubakaji. Form 6 nimesoma. Inawezekana mkoloni. Unamtusi. Tena ndio matusi sana. Unaona? Kwani wakoloni sisi wamesoma mpaka wanaongoza nchi? Unaona? Nimekuwa vile ambavyo wewe umehisi umeumia kama nilivyoumia kwangu. Hivi mara kwanza nani alimkagua wewe? Unamkagua. Na sasa hivi anazungumza maneno hayo nani? Nakwambia nilimkagua juu. Kama juu kuna michubuko. Nilisa kama umemchina wewe. Sikukagua sehemu zingine za uhusiano huko. Nisikilize tena. Mimi sikusema Rose amebakwa. Rose alitaka kubakwa. Lakini hivyo vitu ulizungumza wewe mtendaji. Sikiliza Gabi. Ni kweli Rose unazungumza anataka kubakwa, lakini hakuna ushahidi unaonyesha alibakwa. Mtendaji mtu anabakwa mgongoni. Najua mtendaji, haya yote yanatokea kwa sababu 10,000 yangu sija kupatia wewe. Wewe ulikuwa unataka 10,000 kutoka kwangu. 10,000 inamaanisha unataka kunipa rushwa. Wewe utajua mwenye hapo unapoongea sana fikiri na mgopo. Wewe
Tulia sheria. Alafu mtendaji ndio sheria ipate mkondo wake. Shangazi nimekwambia. JJ hana hatia ubakaji. Na kama hamjaridhika katika ofisi yangu, Naweza mkataka nini? Andika bwana, serikali yako hapa ishashindwa. Unaona fika jinsi gani wanakijiji wao wanakuchukia. Ndio maana wanafikia kwenye tengeneza mazingira mabaya ili waniweke sehemu mbaya sana. Nitakuja nimkanyage huyu. huyu huna ruhusa kufanya fujo katika ofisi hii. Nishakwambia. Wewe andika tuloke mbele usha. Sasa kwa amri yake huna mamlaka kuniamrisha mimi. Siamini. Toka! Toka wewe jabu. Wewe kichani. Kwenda wazimu. Kwenda! Bwana JJ, hayo nisikia basi namna hiyo haya. Dogo. Kama mchezo unakuwa hapa unaona je? Kiweza na afya mtendaji. Hakunia sasa. Na babu suna? Hivyo. Aliza dogo. Haya bado Dogo utoke. haya. Tegemea bwana. Kiwa na watu. Sawa. Haya. Bora hata nilivyokuona. Kwanza shikamoo. Maraba, ongea shida yako. Shida yangu kilichonileta hapa, nataka msaada kwa wale watoto. Kama nikuulize kwanza. Watu zangu nani kwanza? Gabi na Rozi. Wanakuhusu nini wewe? Wewe unahitaji Rozi na Gabi? Marafiki zangu. Sasa kama rafiki zako ndio babao. Sasa kama babao ndio umepewa fursa kwa nyanyasa watoto zako. Wewe unakuhusu nini wewe? Kama rafiki zako ni watoto zangu. Wewe unakuhusu nini? Sasa kama watoto zako mbona wahudumii inavyotakiwa? Sikiliza dangu. Una mume? Sina mume na simuhitaji kwa sababu wanaume wenyewe ndo kama nyinyi vilaza. Hawa watoto mimi ni babao. Sawa? Na ndio nao nahudumia. Naogopa kuona kama nyinyi wala kuja kuongea mwanao unashika kiuno bwana. Uoi kwa sababu tabia zako mbaya ndio maana uoi. Sikiliza. Usije kubarikia sasa. Hebu ondoka. Tutakuchanganya sasa hivi. Wote muone kwanza wizi tu. Sema shida yako. Wewe inaonekana wewe umemuua mdogo wako ili kakako ili ulisi mali. Wewe unataka kumuua. Tabia hizo za ajabu ajabu acha. Uzumu sio mchezo wa dangu. Uzumu naye kanaweza. Ona na hela zinapita pita tu njiani huko. Hivi bwana, nakuikia bwana. Sema shida yako utakuolewa. Oh. Sasa hivi bana inabidi tubadilishe. Kwa sababu katoka nao wote. Mpigo wote kaondoka nao. Sorry chimbiaji. Basi class nilikwambia hata tuliondoka nyumbani hapa bwana ule mtego akijakumbia vizuri. Wewe ulikuwa unaniambia pende. Sasa nini? Bana kama ndio hivyo bwana tubadilishe time. Unasikia Gabi? Pale sisi tutapiga tu siku hata usijali ndugu yangu. Kwani siku zote tunapiga na tunafanikiwa? Riziki mafungu 7. Mungu atujalia siku tunapata. Kwani siku zote tunapata kwa ajili. Wewe cholo, nani kakwambia riziki mafungu 7? Riziki mafungu 2, tukupata au kukosa. Tunabadili plan B kule, sio huku tena. Gabi. Leo kuna kitu nataka nikuulize. Kuhusu ile kesi ya dadako imeisha wapi kwa mtendaji? Cholo. Bwana, kitu ambacho nilichokuja kugundua serikali ya huko kijijini kwenu. Kwamba mwenye kosa anakuwa hana kosa, mwenye kosa anakuwa analo kosa. Kwa hiyo kiufupi bwana mtendaji kaonekana bwana JJ hana makosa. Kwamba dada yangu hajataka kubakwa. Mimi ndo nimetengeneza kesi ili JJ kumuongopea. Wala walikuwa hamhitaji kumbaka. Gabi. Unajua mimi wewe nilikuwa nakuangalia. Wewe hujajua kijiji hichi. Umeshuka mjini. Umekuja hapa, umetukuta sisi. Tuulize sisi ndugu yangu. Yaani hapa kwetu sheria imeshikwa na wakubwa. Wewe ndugu yangu utaumia, utapata shida. Alafu hapa sipo faida yoyote. Unapoteza muda wako kwenda kufanya shughuli zako, kuingiza kipato ule na wadogo zako, unaenda kukaa. Hivi unafikiri wewe utapata sheria? Wewe hapa kijiji chetu kitu tunapigwa nyie. Watu wanadhulumiwa hivi mtu anajiona. Hakuna haki, hakuna utetezi. Nani akutetea? Kila mtu mkubwa mimi anajua. Gabi. Rafiki yangu hii shida. Acha hapo unaenda shuleni hapo uangalie. Wanafunzi wanakaa chini wengine hadi leo hii. Huwezi amini. Wewe. Madeski hamna ndugu yangu yani wanakaa chini. Wengine darasa ukiliangalia limebomoka, limefanya lakini ndio maisha watu wanaishi. Acha nenda hospitali.
Inawezekana ukaingia asubuhi hadi saa ngapi unasota hatujapata dawa. Mimi najua Mheshimiwa Rais hili analijua na analiona. Na anawaona watu kama hao. Na Rais anafanya haki zake bwana. Kwa maelezo yako tu ambayo ulionieleza wewe. Mimi nguvu zangu nitaziwekeza sana kwenye kilimo, nitawekeza sana akili yangu kuiweka sawa familia yangu ili sio katika matatizo kama haya. Na ninachofahamu kabisa, yani mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe na JJ. Siku ambayo nikikutana naye hata barabarani nitakuja kumuumiza. Siwezi kumwacha salama yule mtoto. Mtoto mdogo sana. Gabi. JJ yule wewe mwezi. JJ mtu mkubwa. JJ babake mtu anajiweza. Alafu yule anatumiwa na watu wakubwa. Kashafanya matukio mangapi bwana? Alafu yuko pale pale. Kwanza ndo kila siku yeye ndo kama yani kashafanya matukio. Mimi yani wewe acha ndugu. Huko unapoingia moto mwingine ndugu yangu fanya yako. Wewe utafanya shukuru Mungu. Wewe shukuru Mungu mimi nitapambana na JJ. Bwana hapo. Lengo kubwa sikutaka kuja nyumbani. Mbona kuite sehemu hii kidogo ili tubadilishane mawazo. Ndio. Naomba unisamehe kwa usumbufu. Haina shida bwana. Lakini sosi kubwa yule kijana wangu Gabi. Sasa ameniingia mno. Yule kijana kisha kuniingia. Amefika kiwango kunitangazia kwa watoto wadogo mno. Jana nimefuatwa nyumbani na msichana kuja kukana matusi. Gabi. Sikutegemea. Sasa swali langu moja nikuulize tu hataji. Ndio. Unahitaji fedha au unahitaji fedha? Hapa. Hapa unakataa pesa bwana. Wewe funguka nini tufanye? Yaani huyu mtoto amenizalisha vikubwa. Ndio. Sasa shida yangu kubwa ufanye kila njia ili lengo umteketeze huyu mtoto. Bwana Makulungu, mimi nakuhakikishia lazima Gabi tumwangamize. Mimi mwenyewe kashanivunjia heshima ile siku alipokuja kusikiliza ile kesi ya dada yake. Ananitolea viswahili vya dharau, ananiuliza, "Hichi wewe mtendaji umesoma kwanza kidato cha ngapi?" Nikamwambia mimi form 6. Akaambia, "Wewe umesoma ukoloni." Kama mshenzi, wakoloni si ndio wamesoma mpaka wameongoza nchi mpaka sisi tunasoma. Mswahili unaisha viswahili vya dharau, yani dharau, ana kiburi kijana. Sasa kwa hii lazima mimi nimwangamize Gabi ili ajue kwamba mimi ni mtendaji taji na ajue kwamba dharau inafika mwisho wa dharau. Ukiweza kutekeleza hilo, mwili wako utanukia fedha. Ah! Ndio kijana Jimo. Ndio mkuu. Habari za hapo?
Ninashukuru Mungu situ. Ndio. Asante. Naona kama kutembelea kweli. Nimekuja kutembelea bwana. Naona kijana amejitahidi sana. Kawaida mkubwa, tunajua tena tunaanza maisha sasa hivi yani ndio tunajongea lakini maisha ndio hivyo. Sasa kijana wangu, Ndio mkubwa. nimekuja na shida moja kubwa sana. Ndio. Na kijana wangu anaitwa Gabi. Unamtambua? Gabi kama sura ananijia hivi. Sikiliza. Ni vijana wa marehemu kakaangu. Wako watatu. Kuna yule Gabi, Rose na Sami. Sami haya. Sasa namhitaji mimi ni yule mkubwa. Yule mrefu. Ndio kijana anasimbuka. Nipe. Lakini kwa hili ninakutaka nikwambie. Ukifanikisha. Ndio. Na kuahidi. Ujenzi wa nyumba yako utaimalizia mimi. Mkubwa anachana sana. Nakwambia sasa. Shateseka sana mpaka nimefikia hatua hiyo unavyoiona maji yako hapa. Leo niahidi kitu kama hicho. Tatizo limeisha na kumalizia mimi na kuahidi. Usina wasiwasi. Mimi nitashukuru sana. Wewe unanitambua mimi? Mimi nakujua sana mzee wangu. Nakujua sana muda mrefu sana. Na mimi bado nimetoka kuja hapa kufuata baada ya kukuamini wewe. Hata mimi nashangaa mtu kama huyu mzee kama huyu mheshimiwa kuja kama mpaka hapa. Sasa shida yangu kubwa iliyoleta. Ndio. Kuna shida tukao nifanyie kazi mimi. Kuna kuhusu mkubwa ile pesa sana kwa upande wangu mimi. Yaani kuhusu swala hilo. Mimi nishamaliza. Yaani kama nishamaliza picha nishamaliza kila kitu. Ni kweli? Yaani kuhusu ondoa shida kabisa, yani ondoa shida. Nataka nakupa ndani ya wiki moja kwa siku kama 4 mimi issue kwenda mimi siku 2 nafanya uchunguzi. Siku hizi zilizobaki hizi najua hizi show ndio kumalizia wapi na kupigia simu namaliza kila kitu. Nadhani hata mimi mpaka nakufuata wewe. Nimekuona ni kijana mwenye uwezo mkubwa. Unafaa kabisa kuitwa kamanda. Yaani kuhusu hilo mkubwa. Na naamini wewe ni mtunza siri mzuri. Kuhusu siri si. Yaani kuna jambo wewe uliokwamisha shughuli yangu mimi. Yaani kuhusu hilo mkubwa kwa sababu nisi nishafanya mambo mengi sana muda mrefu na sio kwa peke yako. Ndio maana nakwambiaje kuhusu swala hili. Kwangu mimi nimekuwa dogo sana. Yaani usijali, yaani nimekuwa dogo sana. Mimi namaliza mapema kabisa ndio majibu. Usalama uwepo. Sawa? Na vile vile swala kulinda ile ufondoa kama nilivyokuahidi. Kwamba ukifanikisha swala hili umaliziaji wa nyumba yako utaimalizia mimi. Na vile vile ukifanikisha tu ukinipigia simu nitakuita sehemu nzuri ya kukaa mimi na wewe ili tuweze kupata vinywaji na kupongezana. Msikie bwana mkuu, yaani kuhusu wewe shaka ondoka. Wewe ni yaani wiki haifiki, ile kama siku 4 hivi. Basi kwa hiyo mimi kwenda kule nimekutana na babao mdogo kwa tuna Rose. Kwa hiyo nimepata uhakika mimi ameambia kwamba Rose anasoma. Kwa hiyo dadangu hofu ya kusema kwamba Rose asome, hiyo hofu dadangu ondoa kabisa. Nashukuru, nilikuwa nahofia kama Rose anasoma. Hapana, ondoa hofu kabisa dadangu. Nashukuru sana. Haya. Umepika nini dada? Viazi. Umepika viazi. Mimi naisha sana dadangu, mimi naenda kula. Haya. Asante. Shikeni wewe. Ingia. Jimo. Sikuchafui baba. Kawaida mwanangu wewe kuchafua. Wala mna kuchafua ndugu yangu. Karibu sana. Wewe umepajiwaje? Na huko wote siku yetu mangu nataka kukujua huko. Mimi nakujua vizuri sana huko. Jimo. Yes, Jimo ndio. Jimo. Unamelemeta kama kitumbua. Mwanangu, kwani leo unamelemeta. Bwana karibu sana. Bwana asante nabii. Fresh. Mambo anasemaje? Kwa vile umepika? Wacha mimi nikatae hivi ndizi ili mambo yapoa. Ziza nini mwanangu mwenyewe niko safi. Mimi hapa ndio kutoka wewe nile. Kishapiga mambo yangu niko fresh kabisa. Nini wewe nabii? Fresh bwana. Nishe. Fresh. Mazingira kijijini huko. Kama unavyoniona nimefanana napo kuna kucha. Sawa. Ndio. Sasa mwanangu, mimi huja kitu kimoja tu. Nisingependa mwanangu uishi maisha kama haya hapa. Mimi sipendi kabisa kuishi kama haya. Mbona unafikiri mimi napendezwa na maisha? Kule nilipokopa mara kwanza na nilipo sasa hivi. Ndio maisha yashabadilika, sina budi kukubaliana naye. Sawa, mimi najua lakini mimi sikupenda uishi maisha kama haya. Wewe unataka uwe kama mimi?
Mimi nataka sana. Wewe unajua bwana. Wewe unajua. Mimi mwenyewe nakubali sana. Sasa mwanangu kushika maisha kama haya tu ni bwana. Sema yeye mimi mimi nataka nini kama inawezekana. Usafiri yote mwanangu tuondoke yote mimi nataka nifike katika hali kama yako wewe kama mimi. Jimo. Hoja achaga udananda. Mimi nakupanga kweli mwanangu nasema wale udananda. Sasa miboya sasa. Kwa sababu gani naongea hivi? Baba yangu kabisa ambaye namtegemea aliachiwa na marehemu baba yangu kanipelekeza. Nini wewe rafiki? Unaenda kuniua? Sasa rafiki. Kwa Ziki ndiye rafiki. Sasa nini? Kwa hiyo fanya mpango kama vipi tusepe. Au menzia kukaa huko kijijini. Mimi kwenye mafanikio ndipo napotaka. Kwenye mafanikio. Kwa hiyo unaniambiaje? Ili swala kusubiria kesho kama leo mguu uliombewa unaenda. Nisubiria. Sio kufanya masiala. Usiwe na tabu. Nani mwanangu? Hakuna tabu. Mwanangu angalia kwa mwanangu leo shamba mwanangu babushi. Shati umefunga sio nikaje. Haraka baba. Yaani haraka. Unajua kwenye mafanikio lazima ufanye. Acha mafundo kwa naenda kufunga mbuzi mwanangu funga visikizo tusepe babu tuwai muda huu. Leo napanda gari leo. Kesho ndege. Taratibu mwanangu kwa kufunza ushazo ya kukuza wanyama polini. Mafanikio ndugu yangu, mafanikio unayakimbilia, usio unasubiria kufa. Karibu. Asante. Karibu kae dada. Asante Nesi. Una tatizo gani dada? Nesi, naomba mnisaidie. Una tatizo gani? Bibi yangu anaumwa Nesi. Nini? Sijui, nimetoka kisimani nimemkuta bibi analia. Namuuliza bibi unalilia nini? Bibi anijibu anaendelea kulia. Mwili wa moto? Mwili wa moto Nesi. Bila shaka Nesi itakuwa ni malaria. Shai kumpeleka kituo cha afya? Sina msaada wote Nesi. Nakaa mimi na bibi yangu. Pole sana dadangu. Asante Nesi. Usijali. Nitakusaidia. Nitakupa dawa za kutuliza maumivu, utampa bibi, atatumia. Na bila shaka nadhani ni malaria, nitakupa mseto, utampelekea sawa eh? Nesi. Hii ni dawa kutuliza maumivu. Na hii ni mseto kwa ajili ya malaria. Hii ni kwa ajili ya kulamba kuongeza nguvu. Tapitia nikitoka hapa kuja kumuona. Asante Nesi. Haya. Usisahau kumkorogea na uje. Nesi. Pole sana usijali atakuwa na bibi yako. Nyamaza mdogo wangu. Naomba tupokee tulikuwa kama sisi ni waathirika. Naomba tushirikiane kwa pamoja. Hapana dada. Siamini. Mwanaume nilikuwa namtegemea. Aliyepoteza usichana wangu. Leo anakuja kunifanyia hivi. Siamini. Uamini mdogo wangu ashatokea kama sisi ni waathirika. Utataka uamini vipi tena? Mwanaume yamkabidhi usichana wangu. Alifanyia hivi. Nalifahamu wewe. Nyamaza. Toka JJ. Toka. Sitaki kuongea na wewe. Toka, sitaki kuongea na wewe. Naomba utoke. Sitaki kuongea na wewe. Na hisi ulichokitaka umeshakipata. Unataka nini kutoka kwangu? Dawa. Naomba nisamehe sana. Naomba nisamehe sana Kidawa. Halikuwa zumani langu hiyo Kidawa. Ila licha yote Kidawa, bado nakupenda. Naomba nisamehe sana Kidawa.
Chereko chereko maneno nimekuwa. Amekuwa kurusumu. Kuringa mideko itafungua. Asante mama, ulinifunza najua. Wakasema kwamba mkoracho safi, pongezi kwa siku nazi siri zilizoa. Kina amekuwa jamani. Baba na mama tunadua. Ndiye paparazi pingamizi wenye vianga. Wanasema shauri yao yamekuwa. Nisaidie mwanangu. Nisaidie wanangu. Kasaidie wanangu. Nisaidie wanangu. Nisaidie wanangu. Na wote Sheikh akiwasili mambo yataendelea, maana mtarajiwa wetu amewasili. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, jambo lililokatika kufanyika hapa ni jema kweli kweli. Lakini ningeomba vipi leo kama tumeamua kufanya jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapo watu wanakuja wanafunga muziki. Huu ni kudhalilisha Uislamu. Sitopenda jambo hili liwe limetokea na lisitokee. Hapa hamna ndoa. Ushamwalibia mwanangu. Kaniharibia mwanangu, kampa maambukizi ya ukimwi mwanangu. Alafu anaenda kuoa kwingine. Hapa harusi hakuna. Kaniharibia mwanangu. Hamna ndoa. Amina mwanangu, mama yako ameharibu shughuli ya watu. Kwa nini amefanya vile? Shughuli ilinoga, ilipendeza, wenyewe wamependeza, wapambe kibao. Mama yako ameharibu. Alafu hata pia mimi mtaani naeleweka vibaya. Naambia kwamba mimi na mama yako ni mtu mmoja. Tumepanga tu tukaribu shughuli ya watu. Amina, mbona kama haupo sawa? Una tatizo gani? Lakini chanzo cha yote haya ni mdogo.
Nadhani ningesikiliza ushauri wako. Yote yasingetokea. Na mdogo. Mfu unatembea. Unamaanisha nini? Yeye huyu aliharibu shughuli mama yako, alimharibia shughuli yake. Tena amefanya nini? Yeye ameharibu msichana wangu. Na pia nimeambukiza. Amekuambukiza nini? Nimeathirika mama mdogo. Umeathirika? Umeathirika Amina? Na maana alikupatisha ndio ile. Ndio mama. Lakini kuathirika sio mwisho wa maisha. Sawa mwanangu. Kawaida. Unaendeleaje mama? Jambo. Shikamoo. Basa kwema. Kwetu kwema mama. Marahaba. Karibu hapa ndio kwetu. Asante sana, hapa ndio kwetu. Na huyu ndio bibi yangu. Sawa. Umeulizia mpaka umefika? Nimeulizia mpaka nimefika kuja kumwona mama. Nashukuru Nesi. Asante sana. Asante sana. Vipi maendeleo yako? Si jambo. Nisaidia. Kweli. Sawa. Mama, ndio kwa wanangu hapo shukuru. Kwani mama una watoto? Nao watatu. Nataka baba yao wanazuia kuja huku. Wapi uko kwa baba yako? Baba yao nani? Nakuenda. Yeye anazuia kuja huku. Hao watoto wakina nani? Rozi, Same na Gabi. Sijali mamangu, watakuja tu kama watoto zako. Watakuja na nini mama? Baba anazuia. Nitakupa bila kuwaona wanangu. Watakuja mamangu. Usijali. Mimi nitakusaidia mamangu. Nisaidie. Usijali mamangu. Nitafikia wanangu. Sawa. Zai, tunakuja na zawadi yenyewe bibi machungwa. Kwanga chukue kisu. Kama wale mgeni kuni. Kuja na zawadi mpaka nimefika. Bagada ya mama. Asante mamangu. Nisaidia nashukuru. Kweli nashukuru sana. Ndio nitapata ndokuwa na mtoto wangu singeshukuru. Kwani una watoto mama? Sami. Unaona sehemu za kukata mpaka unakatia hapa? Sami, chagulie sehemu nikakate. Kata. Sawa. Sasa yake dharau mkubwa kwa hivyo hivyo. Usiniangalie hivyo. Unatafuta mimi nikutenge, unaendelea na tabia yako. Ndio, bora wewe ungekuwa mwanamke, mimi huyo angekuwa mwanaume, tungesaidiana. Hili koje hivi? Sami. Unataka shida yako panga kukata? Sio shida panga, achia sana. Achia. Lofa. Leti nani? Unaona sehemu za kukata mpaka unakataa. Hauna tafuta mimi niwe nazungumza sana hapo, niwe mimi ni mjinga kiasi gani? Rozi anakuwa ananielewa, unakosa kuniunga mkono. Pimbi wewe. Shida tu. Wanaume wenzangu wanaungana mikono na wanaume wenzao, mimi naungwa mkono na mwanamke. Rozi anakuwa na moyo wa kiume, unakuwa na moyo wa kike. Unashindwa kunisikiliza. Usinifanye nimkumbuke baba. Habari za hapa? Salama. Asante. Karibu. Asante sana. Karibu sana. Asante. Karibu. Asante. Shikamoo. Marhaba. Naitwa Nesmalia katika kijiji cha Tambuka. Shukuru kufahamu. Kama nashukuru pia. Kule kijijini kwetu
naishi na mama mmoja aliyejitambulisha kwa jina la Mama Rose. Malozi. Ameniambia ana watoto 3. Rose, Sami pamoja na Gabi. Bila shaka natumaini ndio nyinyi. Huyu ndo Lozi na huyu ndo Sami mwenyewe kama alivyo unavyomuona. Sawa. Hicho nipelekea mimi kuja huku. Mama yenu ni mgonjwa. Tena anaumwa sana. Na mdomoni mwake haishi kutaja Rose pamoja na Sami. Na anaumizwa sana endapo atakufa bila kuona watoto wake. Kwa hiyo shida yangu mkamwone mama yenu, anateseka sana. Hicho ndio chokoleta hapo. Kasami. Kumbuka huyu ni nani anaongea kwetu? Kama nimekosea. Sisi kwa mama tulikuwa tukafahamu. Yaani wewe ni mfano wa mtu ambaye alikuja na kuja kuokoa ambapo sehemu penye matatizo. Umeelewa vizuri? Na kitu kingine juzi na jana nilikuwa nawaza sana kichwani alikopo sana. Wewe ulivyokuja bwana sina mtu. Nasubiri sasa. Sawa. Nesi. Kwa niaba. Tunaweza tukaenda. Tunaweza tukaenda. Naposema tunaweza kwenda Sami tunaenda wote. Nimetangulia mimi sijachoka sijainuka. Usineme maswala sisi tunatakiwa tusimame wote twende kwa mama. Hoja mimi simama. Ukishaondoka kabisa na twende bana. Mbona tena kunipinga kila wakati? Mzoe huyu ndo Sami. Mimi yeye anamaliza huyu ambaye anakupa wewe. Wewe nipasua kichwa. Twende na unaweza kunikimbia kabisa kwa rudi nyuma kana kucheza mpira na wajinga zako. Lozi nini? Nimesahau kaka. Usine Sami subiri. Twende. Mimi simama. Twende. Twende Sami. Karibuni hapa ndo kwa mama yenu. Asante. Karibuni ndani. Sami. Ndio kaka. Mbona wali? Amna siri. Hiyo kawaida. Ungekuwa mnajua hata mlivyonikumbadia mngenichoma na kisu. Ile siku kwamba Nesi alikuja na kutuelekeza wapi kwa mama. Mimi sikwenda kwa wema. Sikwenda kabisa. Lakini sikwenda kabisa. Ule rafiki yangu Jimo alipokuja si nilikwambia. Alinipeleka kwa mganga. Mganga aliniambia kwamba ili nifanikiwe niwe na maisha mazuri. Buba. Naenda kuchimba kwenye uwanja wa mamako. Sawa? Na ndani ya masharti hayo ukikeuka kama tu masharti, ukienda sivyo basi mawili. Ufe au la sivyo uwe chizi kabisa. Ile siku kwamba Nesi alikuja na kutuelekeza wapi kwa mama. Mimi sikwenda kwa wema. Sikwenda kabisa. Lakini sikwenda kabisa. Kazi. Nakuja. Nilifanya Rozi ili uende shule. Rozi wangu some. Rozi wangu litaka kuwa na maisha mazuri.
Ila mimi mandazi sita. Kula maboga. Ila tu nilijitoa kununua maandazi. Nisipokuwa maji. Hapa vitumbua bwana. Mimi hata sisi nataka chakula kuanzia. Mama Kulthum. White. Niambie mwana. Okay, uko na chaze? Mshamteka Dadake Gabi, safi sana, safi sana. Safi sana. Sasa tukutaneni pale ukumbi wa Kolwa. Ili tupate vinywaji tukaongezaneni. Safi sana. Gabi aliletea kiburi sana. Lazima nimuonyeshe. Nyinyi ndio makamanda. Safi sana. Safi sana. Atanitambua. Asante sana. Msikose. Ufanyaje mwanangu? Mama. Mimi yani kikubwa kwamba tuzidishe sala, maombi na kila kitu ili Rose atapatikana. Unajua anachokula huko dada. Bibi, ataonekana. Mjomba sikwambia tukatafuta na kakosa, kwa hiyo omba Mungu ataonekana. Unajua anachokula huko wiki ya 3 hii jamani mwanangu. Hamna mtu anaopenda bibi, kila mtu leo inamuuma. Kaka, nimesikia mtani kwa mtu dada kamekufa. Semaje? Wewe kaka. Ondoka. Mama mwanangu. Hapo mbele kaka. Subiri hapa. Hapo mbele. Rose.
Mama alikusubiri sana, alikungoja sana. Rozi, mama amelala. Mama amekungoja sana. Mamangu. Nashindwa kuwa jasiri, siwezi peke yangu. Baba yuko wapi? Mama yule. Mama mangalie sana. Mangalie Dina. Mbona yote? Sina kazi, sina nini, siwezi kuwa jasiri peke yangu. Nakumbuka ile siku ambayo ulikuwa unaumwa. Ndio kaka. Nilikuwa sina pesa. Yule nesi aliniahidi kwamba atanisaidia. 385 utaziweza kweli? Yaani ni 385. Utaziweza kweli? Yaani una msaada? Nesi, mama yangu amekufa. Nipo mwenyewe. Nesi, namuona wazi wangu pia namkosa. Usiseme hivyo. 385,000 naitolea wapi? Na kazi wapi? Wewe mwenyewe unaona maisha yangu alivyo. Ni kweli. Gabi, nitakusaidia. Kwa tayari kutoa mshahara wangu, nikusaidie mimi. Kweli? Ni kweli, lakini naomba uniahidi na wewe mpenzi. Usaidie nini? Tazama mikono yangu. Mimi naona mikono ya nesi ambaye anatibu watu kwa wema tu. Tazama na macho yangu, yanaashiria nini kwako? Najiona mimi tu. Nesi, mimi nataka wazi wangu apone. Sijali, atapona. Mbona mimi nikikutazama najiona ndio. Nilifanya. Ningefanyaje dada? Wazi wangu anaumwa. Sina pesa. Sami pia hana pesa. Ndipo nilikuja kugundua mimi ni wasikoki. Ngoja mapema. Ndiye. Nitapona. Tainuka upya. Nenda shamba. Nitatafuta Sami yule. Nitatafuta wazi wangu ule. Sawa. Tumechoka kulala. Umemisi mama. Umemisi baba. Mama yangu. Mama yangu bibi. Mama yangu. Mungu.
Niangalie mimi, niangalie. Mungu nitazame sana, tazama familia yangu. Mungu tie nuru familia yangu. Mungu nipe nguvu nyingi nisimame. Ozi ajui kutafuta. Ami ajui kutafuta. Nisameni jamani, naumia. Jamani nateseka mwilini mwangu, nisameni. Rozi, ningekusikiliza wewe, ningemsikiliza Sami.